ambapo katika mkumbo huu tunakuwa na mahojiano kama kawaida, na siku ya leo nitasema ni mahojiano maalum, manake ni swala ambalo tunapambana nalo katika jamii, mtazamaji, masuala ya dhulma za kijinsia, na tukiwa kwenye ule mkumbo wa siku 16 kupeana hamasa kuhusiana na dhulma hizo. Tunaangalia katika jamii namna viwango vya dhulma vikoje hivi sasa, na wataalamu hapa ambao watanielezea, na zaidi pia tutaingia ndani kidogo. Kuna mambo ambayo mara nyingi huwa hayapati nafasi ya kuripotiwa. Kenya inakaa na raia ambao wanatoka nchi ambazo zina uhasama, yani kuna vita. Kwa mfano, maeneo ya Sudan Kusini kule kumekuwa na uhasama. Sehemu fulani pia katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kumekuwa na vita, ambapo inapelekea raia wa kule kuja kutafuta usalama katika taifa jirani, ama wengine wanajikuta mpaka wanaingia mpaka Kenya. Kuna sehemu ya Somalia ambapo kumekuwa na uhasama vile vile, na unakuta kuna kambi zile ambazo zinaishi watu wanaoishi katika maeneo yale. Kwa mfano, kulikuwa kuna zile kambi za Ifo, kuna kambi ya Dadaab hapa, yote hizi ziko katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya. Katika sehemu ya kaskazini kule Turkana pia kuna kambi ya wakimbizi ambayo inawaeka wa raia hao kutoka maeneo ya nje. Na pia hapa jijini Nairobi kuna baadhi ya jamii ambazo wanaishi na watu ambao wanatoka katika mataifa fulani, na wamekuja pale kwa usalama na endelea na shughuli zao. Nadhani juzi pia baadhi ya wasimamizi wa mashirika ambayo wanahusiana sana na masuala ya wakimbizi walikuwa wanapaaza hisia zao kuona kwamba iwapo serikali kupitia Wizara ya Leba inaweza wapa fursa watu ambao wanatoka mataifa mengine wameishi sana hapa nchini Kenya kupata nafasi za ajira na kujiingizia kipato, manake wana familia zao. Lakini kando na hayo ambayo tutakaozungumza zaidi, tunaangazia masuala ya gender based violence kwa lugha ya Kiingereza, viwango vyake hapa nchini, na hususan kuna mambo mengi najua yanaendelea katika hizi kambi ambazo wanamoishi wakimbizi kutoka mataifa ya nje. Na wageni wangu siku hii ya leo, na nafurahi sana kuwasiliana na nyinyi, manake ni wataalam, wengine wametoka katika kambi hizo na wengine ni wataalam hasa wa masuala ya wakimbizi. Moja kwa moja nitaanza na upande wa kulia kutoka Migori kule, bila shaka kama sijakosea. Asante sana Madam Catherine ambaye tuko naye hapa leo. Catherine Meganyi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya dhulma za kijinsia kutoka Migori kule, karibu sana katika studio zetu. Daniel Karisa, asante sana kwa kuweza kufika pia wewe. Wewe unataka utuelezee kwanza, wewe ni mtaalamu wa masuala ya afya ya akili. Hawa watu ambao mara nyingi unakuta kwamba wameathiriwa, mnawaangalia vipi na mnawapa vipi tiba hadi wanarudi katika hali yao ya kawaida? Tutaangalia katika kambi na pia hapa nchini viwango viko vipi. Gillian, asante sana. Wewe ni mwanasheria na unalinda sheria za wakimbizi vile vile kutoka RCK pale. Asanteni sana nyote kwa kuweza kufika. Nitaanza na Madam Catherine Lada. Kwa upande wako, tuko katika siku zile 16 ambazo tunapeana hamasa zaidi kuhusiana na dhulma mbalimbali za kijinsia ulimwenguni kote. Kenya ikiwa ni mojawapo ya mataifa ambayo pia yana kesi za dhulma za kijinsia, na mambo mengi sana tumeweza kuripoti kuhusiana na matukio ya dhulma hizi za kijinsia. Labda kutokana na viwango tulivyonavyo hapa nchini Kenya, ni tukoje? Tunadidimia, watu wengi wanazidi kuangamia kutokana na hizi dhulma za jinsia, ama serikali kupitia asasi na hata pia tukiangalia zile policies za masera kidogo tunajaribu kupambana nazo? Asante sana kwa kuwa na mimi leo, siku ya leo. Na najua Migori ni mbali. Na kitu moja ningesema, hizi siku 16 tukiangalia dhulma, tumekuwa pia specific sana kuangalia dhulma online violence. Dhulma za mitandaoni. Jana nakumbuka na juzi pia nikifanya taarifa tumekuwa na taarifa za dhulma za mitandaoni, hususan kwa jinsia ya kike. Ya kike. Ndio. Kabisa. So hizi siku 16 tumejitolea kuzungumzia tuna jukumu gani kama wanahabari, kama viongozi, kama watu wa afya. Mimi ni nesi, ni nurse. So kama mimi niko na jukumu gani kusaidia watu, especially wamama na wasichana ambao wanapitia hizi dhulma. Lakini kwa swali lako, labda nirudishe pia nikuulize, siku gani mtu amefungua mtandao akakosa kuona story ya dhulma? Wamezungumzia venye mtu ameuliwa mahali, mtoto amebakwa, mtu mkubwa kafanyikiwa kitu. Hiyo yenyewe inaonesha kwamba
namba za dhulma za kijinsia haziko chini, ziko juu. Lakini tukiangalia Kenya Demographic Health Survey ilitoa kama 15% of which ilikuwa inazingatia dhulma ya wanawake juu ya sexual violence. Lakini venye nimefanya katika hospitali ni aina nyingi za dhulma ambazo zinatokea. Kwa wingi huwa inatokea sexual violence sababu inaripotiwa hospitali virahisi. Alafu siku hizi kuna intimate partner violence ambayo iko hali ya juu, na sana najua kuna wanaume na watauliza mara nyingi mbona hamtuzungumzi. Lakini watu ambao wanaripoti kwa urahisi na ambao wanakuwa affected kwa urahisi ni wanawake na intimate partner violence. Na intimate partner violence ikikuwa juu kuna aina nyingi. Aina moja unapata siku hizi kuna wanawake ambao wanauliwa. Na najua kila wakati ukifungua mtandaoni utasikia kuna mama alipigwa, akauliwa, akaumizwa, physical violence na kadhalika. Kuna emotional violence yenye watu hawezi ongelea, labda ikwe uko mwisho very much complicated. Lakini emotional ni ile mtu anakufanya unapata, najua atazungumzia zaidi kimawazo, mapambano ya kimawazo kwa sababu ya dhulma. Alafu pia unapata kuna economic violence. Sijui kama bado kuna watu tunasema fanya kazi ya ATM ni yangu. Nyumbani pale. Pia unapata kuna economic violence na kuna aina nyingi za economic violence. So kwangu ningesema dhulma dhidi ya kijinsia iko juu sana. Lakini nashukuru sababu imefika wakati watu wamejitoa huru kuzungumzia. Vyema kabisa. Umeturushia changamoto kama wanahabari ukiuliza napambana nazo vipi ama napokutana. Kiuhakika kama mhariri pia tukikaa pale kwenye meza ya habari taarifa nyingi zinakuja. Jana tu nimewaelezea na juzi tumepokea taarifa kuhusiana na ongezeko la dhulma za jinsia kupitia mitandao. Unaona? Na hili ni jambo la kusikitisha sana. Na pia kuna saa nyingine tunapata picha ambazo huwa tunashindwa kuziweka hewani ama tufanye nini ili mtu ambaye anaangalia isiwe kama tunachochea kama wanahabari. Kwa hiyo upande wetu tunaona zimekuwa zikiongezeka. Na sio tu ati katika hizi siku 16, la. Mwaka mzima nikipima mimi mwenyewe kama mhariri nimepatana na hizo taarifa kwa wingi. Karibu sana ndugu Daniel katika kipindi chetu. Labda upande wako unaona viwango vikoje hasa? Kwa kweli viwango vya dhulma za kijinsia ziko juu sana. Ukiangalia takwimu za dunia kwanza, utapata kwamba kulingana na shirika la UN Women, mmoja kati ya wanawake 3 wamewahi kupitia dhulma za kijinsia maishani mwao. Inaweza kuwa ni ukatili ambao wanafanyiwa kimwili, ile kwa Kiingereza tunaita physical violence, ama dhulma zile za kingono, na inaweza tokea dhulma hizo zinatekelezwa na watu ambao ni wanawajua ama wana mahusiano nao, ama watu katika jamii ama community, ile tunasema non-partner violence. Kwa hivyo ukiangalia Kenya kwa mfano, prevalence ama kuwepo kwa dhulma za kijinsia viko katika takriban 40% ya wanawake wanapitia hizo changamoto za dhulma za kudhulumiwa kijinsia. Lakini kwa kambi sasa, tukienda kwa kambi, viwango bado viko juu, kwa sababu kwa ujumla kambi kubwa zaidi hapa Kenya ni ile ya Dadaab, ambayo kwa sasa iko na wakimbizi na wale asylum seekers ama watafuta hifadhi. Ni wale ambao hawaja kuwa wakimbizi, refugees kwa Kiingereza officially. So kwa ujumla Kakuma na Dadaab iko katika 54% mpaka 60%. So hiyo inaonekana kwamba ile takwimu ya dunia kwamba mmoja kati ya wanawake 3 wameshawaipitia hivyo. Ukiangalia hizo study ambazo zimefanywa katika makambi, utapata kwamba ni ukweli kwamba zinakaribiana hapo. Kwa hivyo
Katika nchi ya Kenya tumekuwa tukipiga hatua, lakini bado kuwepo jitihada inahitajika. Jitihada zinahitajika kupambana na swala la dhuluma za kijinsia. Tutakuja hapo ndani zaidi kwenye kambi zile, mtuelezee na hususan wale ambao wameathiriwa, labda mnawafanya nini? Janice, karibu sana. Asante. Kwa upande wako unaangazia sera, sheria. Je, mikakati iliyopo ambayo inalinda hizi sera na sheria katika kupambana na hivi vita hususan za dhulma za kijinsia na ukatili wa aina yoyote, labda kupitia serikali, je, ni mikakati ambayo inayofaa na inayoendana sawa na wakati katika kupinga? Maanake unaposema wanawake watatu, mmoja amepitia dhulma ama ukatili wa kijinsia, inamaanisha kwamba sera zetu labda kuna mapungufu yoyote kwenye sheria? Asante sana Ali. Kwa kusema kweli, ndio, Kenya tuna sera zipo ambazo zinashughulikia dhulma za wanawake, lakini tungali na mwendo mrefu kuendelea ili tuweze kupata sera ambazo zinaangazia dhulma ambazo zina athiri wanawake kwa kisasa. Kwa mfano, mwaka huu dunia mzima tunaangazia dhulma za kidijitali. Ukiangalia sera ambazo sisi kama Wakenya tuko nazo, haziangazii haswa hii tashwishi ya dhulma za kidijitali. Ndio, hizi sera zipo, lakini haziko na haziendi na wakati, kwa sababu ukiangalia teknolojia inaenda mbio, hivyo basi sera zetu hazijafika pale. Na ndivyo sasa sisi kama wanasheria pamoja na serikali pamoja na stakeholders wale wa national na local government inafaa kuja pamoja, tujumuike, tuone ni jinsi gani ambavyo tunaweza endeleza ili tuweze kujua tunaweza pata sera ambazo zinaangazia changamoto hizi za kidijitali. Ndio. Na katika kukaa na sehemu ambazo ama wataalam kutoka maeneo ambayo tuseme mataifa yameendelea vizuri, mkikaa nao katika kuangazia hizi sera, mnaona mapungufu yako wapi? Sheria ina upungufu gani katika kwenda sambamba na kasi ya ulimwengu katika kuhakikisha kwamba hizi sera pamoja na sheria zinakuwa na nguvu zaidi? Nikidhani kusema kweli, sera zipo. Kwa mfano naweza patiana kama nchi ya Australia ina sera ambazo zina kipaumbele zaidi kulingana na sera zile zetu. Hapa nchini Kenya, koti na wale stakeholders ambao wako kwenye criminal justice system huwa wanatumia mifano ya zile nchi ambazo zina sera ambazo ziko na kipaumbele kuhusiana na dhulma za wanawake hapa nchini. Lakini sasa tumesema kwamba sera ziko, utekelezaji ndio kwenye changamoto kubwa ambayo ipo. Na huwa tunasema survivor ama yule ambaye amedhulumiwa, wengi wao unapata wanauoga wa kufanya nini, wa kuripoti. Tutasema zipo, lakini sisi kikuja kwa utekelezaji, wapo ule ambaye amedhulumiwa anauoga wa kwenda kuripoti. Unaona hata kama zile sera zipo, hakuna vile utekelezaji utatendeka. So in one or another ni kusema kwamba haifai tupatie wale ambao wamedhulumiwa uoga ama kwa Kiingereza ni kusema kuwa discriminate, kuwatenga ili waweze kuripoti kesi hizi. Na utekelezaji pia inakuja kwa upande ule mwingine wa askari. Askari wetu kwa mfano hapa, wakati ambapo tunaongelea dhulma za kidijitali, askari wetu hawana ile umaarufu ya kufanya utafiti kuhusiana na hizi dhulma za kidijitali. Mwanamke kwa mfano kama pale Kakuma ambaye ni refugee, mkimbizi, atakuwa amedhulumiwa pale kwa mfano kama ni kidijitali, akienda police station kuripoti, utekelezaji kupitia utafiti wa polisi unapata kwamba hawako well equipped kufanya ile utafiti ili hizi kesi ziripotiwe na zifike wapi? Zifike mahakamani. Ili at the end of the day unapata kwamba ule mama ambaye amedhulumiwa anapata haki. Vyema kabisa. Tutaingia ndani zaidi kwenye swala la ukatili kupitia mitandao, manake nadhani ni katika siku za hivi karibuni ndio kitu ambacho kimetokea. Nimeshuhudia pia kupitia mitandao kama ya X, Facebook, vile wanawake wanavyoingiliwa na kadhalika. Umetaja nchi ya Australia ambayo imepiga hatua. Labda pia kuwafahamisha watazamaji wetu ni kwamba
Waziri Mkuu wa Australia, nafikiri jana kama sijakosea, nimesoma mahali, anasema kwamba kuanzia wiki ijayo watawazuia wasichana walio chini ya umri wa miaka 16 kuingia kwenye wawe na zile account za mitandaoni kama vile X, Facebook na kadhalika. Nataka kusikia upande wenu. Kule wanazuia wasichana wasiingie kwenye mitandao kwa sababu ya ukatili ulioko kwenye mitandaoni. Hisia zenu ni zipi kuhusiana na kauli ambayo imetolewa na huyu waziri, hasa katika vita dhidi ya dhulma za kijinsia? Nikianza na Daniel hapa. Nadhani ni njia moja ambayo inaweza saidia hususan wasichana wanarika kutodhulumiwa katika mitandao, kwa sababu ukizingatia swala la uhuru wa kuongea ndio msingi wa mitandao mingi, kwamba inaruhusu ule uhuru wa kuongea. Sasa ukiweza kuweka kitu kwa mtandao, huwezi dhibiti maneno yale yatasemwa ama katika kucomment, watu kucomment, huna control ya hiyo. Kwa hivyo labda kwa maoni yangu nafikiri ni njia moja wapo ambayo inaweza ikadhibiti watu especially au wanarika, kwamba hawapati kudhulumiwa katika mitandao. Kwa sababu tunaona kwamba imekuwa sasa ni swala ibuka ambalo linaumiza watu wengi sana, hata watu wakubwa. Hata Uhuru, former president Uhuru mwenyewe alitoka kwa mtandao kwa sababu ya, yani huwezi kucontrol vile watu watacomment kwa mtandao. Kwa hivyo mimi nadhani ni njia mojawapo ambayo inaweza ikasaidia. Madam Catherine, upande wako unaonaje hili swala? Maanake umetaja kwamba siku hizi ukatili na dhulma za kijinsia kwenye mitandao imekuwa ikizidi. Australia tayari wamechukua hatua na kusema kwamba wasichana walio chini ya umri wa miaka 16 hawatakuwa wakiingia kwenye mitandao kuanzia wiki ijayo kama sijakosea. Ni wazo nzuri, lakini kwangu nitasema ndio na hapana. Sababu other than mtandao kuwa na dhulma zake, pia mtandao imesaidia sana hasa vijana kueneza ujumbe wa kuwasaidia. So ni lazima pia tuangalie, okay, weight iko wapi zaidi. Tunaweza simamisha, ndio kusimamisha ni jambo nzuri na kuwazuia, sababu itazuia dhulma, lakini pia venye ulimwengu unabadilika, mitandao pia imesaidia kueneza ujumbe wa dhulma na watoto kujua dhulma ni mbaya kupitia mitandaoni. Mitandao pia imesaidia, kama sasa hii kuna kampeni, labda kama unaanza kampeni ya kumaliza pregnancy za ndoa, mimba za watoto wadogo, pia mitandao ni mahali, platform nzuri sana ya kutumia. So inaweza kuwa kama tunawezeka structures na age, lakini bado utauliza, sasa hii tulianza CBC, wengi wanatumia mitandao kufanya mitihani, kusomea juu yake. So ni kitu ambayo lazima tuangalie the weight yenye iko zaidi, na kuangalia venye kucontrol, but the control bit ndio lazima tuangalie venye kusaidia na kuweka sheria ambazo zitasaidia watoto wadogo wasidhulumiwe kwa mitandao. Twende kwenye kaunti unaofanya Migori pale. Sera na sheria ambazo zinazowalinda watu wote dhidi ya dhulma za kijinsia, je, ni madhubuti pia na zinazingatia kwamba hili ni kosa kubwa ulimwengu wa leo? Sheria, uzuri wa sheria haichagui kaunti. Sheria inashika kila Mkenya ambaye yuko. Lakini implementation venye tumeambiwa ndio huwa inakuwa shida. Na tumefanya watu wengi ambao wanapitia dhulma. Kwanza mimi husema sheria ikichukua muda mrefu kuzungumza juu ya ngono ambaye amekubali consent kwa watu, lakini huu ni mtu ambayo alilazimishwa ama ni mtoto mdogo, alafu unachukua miaka karibu 2 ili apate justice. One, atachoka, kisha ataona sheria ifanyi kazi. Jambo la pili, sheria ijapatia watu kufikiria ya kwamba mimi nikikuwa witness naweza enda kotini na nisaidie. Hakuna mtu anataka kujipata kwao amesimama kwa dock kuzungumzia chochote. Sababu tumewekwa na uoga kwamba hatujui sheria inaweza tusaidia kiwango gani. Lakini ningesema kama Migori, nikidhani kuanzia jana nilikuwa nimefurahia nikisherekea wakati tulikuwa na kesi 2. Mmoja alipigwa miaka 38, mwingine alipatiwa miaka 15 dhidi ya defilement, kudhulumu watoto. So ukiona vitu kama hizo zinasaidia pia the community kujua kwamba
ukifanya dhulma, sheria inaweza saidia. Ndio haiwezi rudisha mtu venye alikuwa mwisho kabla, lakini itampatia kuona ya kwamba watu wameniona. Alafu tuko na policies. Ndio najua pia Migori tuko na policy ya gender based violence, but sasa ni wakati tunafaa kujiuliza hizi vitu tuko nazo zote. Policy inafaa kuleta hela ya kusaidia, kusupport. So labda tunafaa kujiuliza kama Kenya, dhulma ziko. Juzi tulikuwa tunatembea femicide, wa mama, wasichana wameuliwa kwa wingi sana. So can we put now easy into action na kubudgetia? So on these platforms ni kuuliza tunaweza pata budgeted yenye naangalia hizi ni za kuzingatia dhulma, so that policies na sheria zinafaa kusaidiwa kama kuna hela. Na najua haziwezi fanya kama hakuna budget kubwa ya kujisaidia. Kwa hiyo tatizo bado pia tuko katika ufadhili. Kuhakikisha hizi sera na sheria zinafanya kazi. Tukija kwenye swala la ufadhili, naja kwa mwanasheria hapa. Katika shirika lenu labda, vipi mnazingatia masuala kama haya kwamba kuhakikisha kila kitu kinakwenda sambamba wakati ambapo unakuta kuna changamoto ya ufadhili? Shirika letu sasa sisi kama RCK, Refugee Consortium of Kenya, tunahakikisha kwamba wale survivors tumewapatia legal representation. Legal representation kwa kumaanisha kwamba sisi kama mawakili tunawasimamia kwa kuwatch briefs, kuhakikisha kwamba kesi zile ambazo ziko kotini, huyu ambaye amedhulumiwa amepata haki at the end of the day. Lakini hata kabla ya kufika pale kotini, tuko na officers ambao wanashughulikia afya ya akili kama mwenzangu hapa, ambao tunawaita counselors. Tunahakikisha kwamba hao ambao wamedhulumiwa wame undergo counseling, kujaribu kuelewa the situation ambayo wako ndani hata kabla ya kwenda kotini, kwa sababu vile mwenzangu amesema kuna yule ambaye anapenda kwenda kotini, and especially from the angle ya survivor ambaye amedhulumiwa. Tunahakikisha kwamba ameundergo counseling, na hii tu ni mara moja, ni throughout the process mpaka wakati kesi yake inamaliza kusikizwa, na hata hapo mbeleni ambapo amepata haki. Alafu pia kama shirika tuko na kikundi program ambayo ni ya Women and Girls Economic Empowerment. Wale kina mama ambao wamedhulumiwa, wamesha undergo through the justice system, wamepata haki, wamefanyiwa counseling, wana undergo program ya economic empowerment ambao kina mama wanaletwa pamoja kuelimishwa jinsi gani ambavyo wanaweza jisimamia sustainably kupitia kwa mbinu za kibiashara. Na sasa katika kumpeleka huyu mwathiriwa mahakamani, nadhani wacha tusikie kutoka upande kwanza wa mwanasheria. Huyu ni mtu ambaye ameathiriwa, labda amedhulumiwa kwa namna moja au nyingine, dhulma yoyote ile. Anapofika kizimbani, usalama wake ukoje? Je, mnaziba sura na vitu kama hivyo, ama mnaacha tu paruanja kila mtu anamuona? Maana kuna ile heshima yake na hadhi anajikuta kwamba imeenda chini kiasi. Hapo ikifika kizimbani lazima tunafanya hiyo ya witness protection, kuhakikisha ya kwamba kulingana na the delicacy ya hiyo kesi haiwezi sikizwa in open court. Kila mtu hata sikiza kesi hiyo. Tunahakikisha kwamba we try to protect the rights ya huyu survivor, ili hata pia naye aweze kuwa na courage ya kuongea kuhusiana na ile dhulma ambayo alipitia, kwa sababu uta understand ya kwamba wengi wao inakuwa ni psychological na they are really traumatized. Sasa lazima ikue an enabling environment ambapo wanaweza zungumza kwa kirahisi na kueleza tatizo ambayo walipitia throughout that entire experience. Vyema sana. Janice ni mwanasheria mtazamaji. Daniel yeye anaangazia sana case studies ambazo tumemtoa wapi? Sehemu ya Turkana kule. Dadaab. Nasikia pia mna ofisi Turkana katika ile kambi ya kule ya wakimbizi. Kwa hiyo tunaenda kwenye mapumziko, lakini tukaporejea pia tukiwa na Catherine tutaangalia aina ya dhulma ambazo mara nyingi wao wanaweza ama wanashuhudia katika maeneo yao ya kazi. Hiyo moja. Pili, pia kwa watoto wanachukuliwa vipi? How do we handle children wakati ambapo unakuta wao pia ni waathiriwa, hususan wale ambao wako katika kambi za wakimbizi, kumaanisha kwamba hivi visa vya dhulma pia vinawapata watoto, na ni jinsi gani ambao wanawaandaa kwanza kabla ya kurejesha hadhi yao wakati ambapo unakuta wamepata dhulma hizi za kijinsia. Kwa hiyo mtazamaji, usiende mbali,
inaelekea saa 6 kamili, lakini twende kwenye mapumziko mafupi. Tutarudi na tuangazie sasa case study, yani kesi baada ya kesi na namna ambavyo wanavyozisimamia, ili kutoa mfano kwa wengine, labda iwapo wanaweza fuatilia vitu kama hivi. Usiende mbali, tutarudi kwenye muda usiokuwa mrefu.